Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo wahanga na wanahoja mbalimbali leo pia tunakuja kujua historia ya mapepo, chanzo chake, ilikuwaje mpaka mapepo yakawa, na ni nini kilichofanya mapepo kuwa katika kuwapepua watu na kuharibu maisha yao. Chanzo chake ni nini na yalitoka wapi? Jambo lolote ili uweze kulijua kina chake, inakulazimu kwanza ujue lilitoka wapi na ilikuwaje mpaka likawa. Na kujua jambo lolote katika maisha ya kiutu, ima maisha ya viumbe, ni lazima upewe historia kwanza ya jambo. Kwa hiyo nitaanza historia fupi, alafu somo litakuwa lipo ndani ya historia hii. Mlikwisha pewa elimu kwamba hawa majini, malaika, aliens na wengine wengi mlipata kuelimishwa na mkaelezwa ya kwamba viumbe hawa walitoka sayari zingine na wakaja hapa duniani kwa utafiti na utafutaji wa mali, kwa kujiimarisha kwenye mamlaka yao mbalimbali. Kwa hiyo katika kuyajua mambo, kuna ulazima kwanza wa kujua hivyo. Ukishajua hivyo, unakuwa unajua chanzo cha jambo likoje. Kwa hiyo malaika walikuja kwa zama zao, wakawashika watu kwa kipindi hicho. Kwenye mapinduzi ya wao viumbe wa ulimwenguni walipogeukana, malaika na majini zikawa tawala mbili tofauti. Majini na wao wakashika ukanda wao mwingine. Hawa aliens walikuwa ni wa mwisho kuja duniani. Aliens wamekuja kipindi ambacho majini wana miaka mingi duniani, malaika wana miaka kedekede wanafanya dili zao duniani. Hawa aliens na wao ndio wakaja duniani. Aliens tangu wamefika hapa duniani hawana miaka mingi kuzidi hivyo viumbe vingine.
mpaka kufikia mwaka 2000, mpaka kufikia idadi ya mwaka 2000 katika kalenda hizi za Warumi, aliens walikuwa tayari wametimiza miaka 740 wako duniani. Na wao wakiwa wametimiza miaka 700 wakiwa duniani. Kwa hiyo aliens hawana miaka mingi zaidi. Baada ya wao kuonekana pia na wao wana mitindo, wakaitwa na viumbe wa ulimwenguni tofauti waliyekutwa wanaijua hii dunia kabla yao, wakawaweka kwenye kikao cha makubaliano kwamba huko duniani tumekwisha fanya hivi, tumeisha fanya hivi, tumekwisha fanya hivi, na wewe ukienda huko kafanye misingi hiyo kwa makubaliano yetu ambayo yatakuwa yako 1, 2, 3. Kwa sababu aliens angekuja kufanya ya kwake tu, angekuja kuharibu mambo mengi ya viumbe wengine walotangulia kabla yake. Hizi ndo historia za kilimwengu, mzisikilize. Nyie mnakalia kusema habari ya ulimwengu, mjue ulimwenguni nini kinapita. Aliens walivyopewa mwelekeo huo kwenye vikao vya majini, malaika na wengine huko Bondre Malai, na wao wakaainishwa kuja, na wao chanzo chao cha kuanza kufika hapa duniani waliletwa sehemu huko sasa za Marekani. Kwenye bara la Amerika ndiko aliens wakaletwa huko, na wao wafanye mitindo yao kwa kubadili mazingira. Baada ya kufikishwa na wao, wakawauliza waliowatangulia nini kilipita. Kwa maana hii ni share ya mazungumzo ya viumbe vya sayari zingine vinashauriana. Viumbe vilivyotangulia vikawaeleza hawa aliens kwa maana ya fruti miniere. Aliens ni moja ya ile makundi lililokuja huku, lakini ukisema fruti miniere unakuwa unawazungumzia wote kwa pamoja, viumbe wa nasaba hiyo. Ndivyo wanavyoitwa. Yote haya ni ya kukaa kuelewa. Baada ya kuelezwa mkakati ulivyokuwa, wakaambiwa namna gani wafanye kwa makubaliano. Ndio wakakaa sasa chini kuanza na wao mipango yao. Hawa viumbe wa ulimwenguni walikuwa wakiwaona viumbe wengine wana mamlaka yao na wanajitambua kwenye viumbe husika, walikuwa wanaenda kushare mazungumzo kwa kuwekana sawa, kuwakalia viumbe ambao hawajajielewaga. Kwa hiyo hapa watu wote wakatafsirika ni viumbe wasiojielewa,
bado wameshika ujuzi fulani, bado wana mitindo fulani ambavyo haviwaunganishi kwenye akili pana ya utu wao. Viumbe wote wa namna hii waliishia kuvurugwa kwa kutawaliwa na kuchanganywa kwa kuharibiwa maisha. Na watu ndo mnajiona mko sasa kwenye kundi la kuharibiwa maisha. Lakini chanzo chenu kilimwengu, mwe mnajua ni hichi ninachokisema hapa. Yote hayo yakapangwa. Aliens na wao wakaja duniani, wakawa wanaanza kufanya shughuli zao mbalimbali. Na wao walikuwa wanakuja kimwili kawaida, na wakafanya shughuli mbalimbali sehemu mbalimbali, wakafa kwa wingi hapa duniani. Marekani huko, pwani za Mexico na sehemu mbalimbali huko, aliens walikufa kwa wingi, na roho zao na vimvuli vyao vikabaki kuwa athari ya sehemu hizo. Kwa hiyo wakawa ni viumbe ambao hawajatafiti sehemu kubwa ya dunia, kwa sababu wao ni wageni. Ndo maana wakakaa kwenye mkataba huo wa kilimwengu, wafanye kama wenzao walivyofanya. Hawa fruti minier kwa maana ya aliens ndo walikuwa na elimu ya kutia ujazo wa kumbo za upepo kumjaa mtu. Yule mtu ambaye unaona anakuwa anapitiwa na jambo, unaona anatokewa na miayo mikubwa kipindi ambacho anataka kupoteza fahamu zake, mitindo ile ilikuja kuletwa sasa na hawa viumbe. Zile ni roho ima vimvuli vya kifruti minieri, viliitwa mapepo baada ya kufanya shughuli ya upepo katika kujaza ndani ya miili ya watu, kwa kufanya mambo mbalimbali ya kuvuruga miili ya watu. Baada ya kukubaliana kwenye maisha yao haya ya kichawi, hawa viumbe na wao wakaleta mkakati mpya wa roho za kwao sasa kuanza kuja kufanya kazi hizi kwa watu. Kwa hiyo hawa sasa wakaunganishwa tena na malaika, wakaanza kupitia kwenye ebuko fulani za kiimani, na wao wakaanza kwenda kupeleka roho zao humo kwa kwenda kuleta mitafaruku mbalimbali ndani ya imani husika. Kwa hiyo ukisikia neno mapepo, ni roho za kialiens, ima vimvuli vya kialiens. Viumbe hao wakisha kuwa wamekufa, zile roho zao ima vile vimvuli vyao vile ndo vilikuja kuitwa mapepo hapa duniani. Kwa hiyo vikawa viko makundi kwa makundi.
aliens utawasikia wote kwa pamoja, lakini wako makundi makubwa mbalimbali. Ni kama vile unavyosema watu hapa duniani, lakini mataifa tuko wengi duniani, na mataifa yanatofautiana majina. Na wao aliens ni hivyo hivyo, na majini ni hivyo hivyo, na malaika ni hivyo hivyo, na viumbe wengine wengi hawa wenye taharuki za kilimwengu ni hivyo hivyo. Kwa hiyo usisikie majini ukafikiri labda wote kule wanaitwa majini. Jin Amiz ni ukoo ambao ulifanya matukio makubwa huko kwao, na ulokuja kuleta zama za kitafiti duniani. Hawa ndo wakavuma huku kwetu, mkabaki mnawaita majini, lakini wao ni Shenstol. Ni kama sisi watu, ukija duniani wote tunaitwa watu, lakini ukienda huko unakuta Wafaransa, ukija huku unakuta Waingereza, huko wa Nigeria, kule wa Kameruni, wote ni watu, isipokuwa wamegawika kwa vinasaba vya mazingira. Na hawa viumbe wengine wote mnaowasikia na wao ni hivyo hivyo. Ndio maana mkisikia kuwa waligeukanaga, waliwahi kugeukana kwa sababu kule kwao na wao wana mataifa, wana viongozi wao wakubwa kule, na hawa wanaokujaga huku duniani hawa uwaga ni watafiti, ima askari tu walioagizwa kufanya mambo fulani kwenye sayari nyingine. Kwa hiyo hawa wanaokujaga huku haina maana kwamba wenyewe ndo watu wa mwisho, ima ndo viumbe wa mwisho wale kimamlaka. Wenye mamlaka makubwa uwaga wamebaki kule kwenye sayari yao. Hawa ni wapeleka taaluma na wapeleka ripoti kule. Mapepo na yenyewe yakaanza kufanya kazi duniani kwa makubaliano ya viumbe hivi. Kazi hiyo ikaanza kufanywa, isipokuwa ilifanywa kwenye muhimili ya chini ya mkataba wa malaika. Kwa hiyo malaika ndo wakawachukua sasa mapepo, majini wakawa wameshawagawia baadhi ya sehemu, wakawachukua sasa hawa fruti minier waje wawasaidie kazi miongoni mwa kazi walizokuja kuzifanyaga wao. Kwa hiyo hizi imani na agenda zilizotoka ulimwenguni, imani zilizoshikwa na mithili ya kimalaika mwanzoni, hizo imani ndo utaona zinaathirika pia kwenye misingi ya fruti minier, kwa maana ya mapepo. Kwa maana mapepo na wao ni waagizwa kama gisi unavyoona majini walivyokuwa waagizwa. Yote haya wakakaa kwa pamoja kama viumbe, kuwakandamiza viumbe wengine wasijielewagi kwenye sayari yao, wabakigi kuishi kwa vita, elimu wasizokuwa na elimu nazo, vyama na vitu mbalimbali ambavyo vimeundwa kwenye mbinu zao. Watu wanaishi humo bila ukweli, na wanapoteza ukweli, na wakiusikia ukweli wanaukimbia ukweli.
sababu kubwa wanakuwa tayari wamejengwa wao waukimbie ukweli wao ili watawaliwe vyema ima vizuri na hao viumbe wa ulimwenguni. Sasa watu ukiwaona leo wanakimbia jadi, maana yake wanawarahisishia wale viumbe wa ulimwenguni ikiwemo majini, malaika, mapepo na wengine waweze kuwatawala vizuri kwa kuwavurugia maisha yao. Watu wakishika jadi, maana yake watu wote watakuwa wamoja kimungu. Hivi viumbe mtabaki mnavikamata kama samaki humu duniani. Ni mpaka muwe wamoja tu na si kitu kingine. Sharti la utu ni kuwa wamoja katika kumwabudu Mwenyezi Mungu katika habari moja ya jadi. Mkiwa hivyo tu, mnaona huu ulimwengu unaanza kubadilika rangi. Vilivyotegwa angani mtaona vinaanza kupasuka. Vitu mbalimbali mtaona vinaanza kuanguka vilivyotegwa kusimamia maisha yenu kwa ubaya. Msipokuwa wamoja, hata muwe mna akili za kupevuka vipi, hata mjifanye wajanja namna gani, nyie kwenye viumbe hawa hamtokuwa na ujanja wowote. Mbele ya viumbe hawa wa ulimwenguni hamwezi kuwa na ujanja wa aina yoyote na mkajiweza. Kwa hiyo ukisikia habari ya mapepo, kwa hiyo mapepo wakaja kufanya kazi walioainishwa na malaika, na zile njia walizopita malaika na zile tamaduni walizozitengeneza malaika, ndo unaona mapepo na wao wanapitia kwenye tamaduni hizo. Hizi tamaduni za majini, wao walijiombea uhuru wao mapema, kwamba na wao wanataka wachukue tamaduni zao wawanakilishe watu duniani. Ndio maana majini wakaenda kuivamia Asia, ya kuanzia India kuja Ghuba ya Wajemi, nchi ya Sri Lanka, Afghanistani na kwingineko. Zile nchi zinazoandika maandishi fulani yale ya kigeni, maandishi yanayofanana maandishi ya Kiarabu, nchi zile zote zile ziko chini ya mkataba wa majini. Kwa hiyo yote sasa eleweni kwa mapana. Nchi hizi zilizokuwa zinaandika herufi za Ulaya, zile kubwa na ndogo, zote hizi zilikuwa ziko kwenye title ya malaika. Sasa aliens hawakuja na maandiko yao kwamba wakaja kuwaambia watu maandiko yetu ni haya. Hapana. Wao walikuja kupitia ndani ya haya ya malaika, na wao wanaendelea kufanya misheni yao mpaka sasa. Kwa hiyo aliens wao, roho zao na vimvuli vyao, kwa maana ya aliens waliokwisha kufa, na wao ndo wakaingiza mitindo hiyo iwakamate watu wakabakia kulia na majini, wakabaki kulia na malaika walivyowaharibia. Kumbe hawajui kwamba haya mapepo ni mkataba mwingine, na hawa mapepo ni viumbe wengine tofauti na wale waliowaletea tamaduni za kwanza. Sasa kwa sababu hawa fruti minier
mkataba wao unashare na malaika. Ndiyo maana wakaanza kufanya kazi ndani ya hizi tamaduni za malaika. Tamaduni za kijini wao walijitenga, wakaomba uhuru, tuachieni na sisi tuwashike watu wetu, tuwaendeshe kivyetu. Ndo wakaachiwagwa uko huo ukanda wa Waarabu na wengine hivyo. Kwa hiyo nyinyi wa Afrika hamkuaga na majini. Nyinyi watu wa arikasi hii ambao mlikuja kuitwa wa Afrika hamkuaga na majini, hamkuaga na mapepo, wala hamkuaga na Lumfdi. Lumfdi ilikuwa ndiye pando za mwanzo kabla majini hawajaanza kuwashika watu. Lumfdi ndo ilikuwa roho za malaika zilizokwisha kufa, ndo zilikuwa zinawatokea watu kipindi hicho. Baada ya majini kuja kuwaumbua malaika na kutoa siri zao, wale malaika ndo wakabaki baadhi ya sehemu na siri zao wakazificha. Majini wakabaki wao wameushika ukanda huo wa kuwapachika watu roho zao. Kwa hiyo Lumfdi ambaye iliitwa Lumfi, hawa walikuwa ni malaika ndo wanafanya operesheni za kiroho hivyo. Majini walivyokuja na wao wakaingiza ya kwao. Kwa hiyo ukisikia leo kuna habari ya mapepo, uwe unajua mapepo ni viumbe aliens, isipokuwa aliens waliokwisha kufa. Wakifa vile vimvuli vya vifo vyao vile ndo vinabaki vinawatumikia kama vile majini wanavyowafanyeni sasa. Na huyu kapandwa na mapepo, huyu kapandwa na majini, huyu kashikwa na Lumfdi, huyu kafanya hivi na vile. Najua waalimu mbalimbali akili zenu zimekwisha pevuka, mnaelewa kwa kila nota ninayowaambia, kwa maana kila sababu ninayowaelezeni. Kwa hiyo mapepo wakawa hawana miaka mingi sasa. Mapepo wakawa ni wajuzi juzi hapa, na wenyewe wakaanza kupitia ndani ya zile nyumba ambazo zilitii agenda za malaika. Jumlisha hizo na mambo mengine, mapepo na wao wakapitia umo kwenye mkataba wa malaika. Watoto wa watu wanazidi kuathiriwa na hizo roho, wenyewe wale viumbe wanakubaliana kule kimya kimya, hizi roho zinabakia zinatekeleza humu pasina wao kuwa na elimu. Tunazukiwa na mambo haya kwa nini? Kumbe haya mambo yanazuka kwa sababu mmekubali misingi yao, na ndo mmeifanya eti ni misingi ya kimungu, huku ikiwa haiko hivyo. Sasa leo ni athari ya mapepo, na utaiona ni zile jumuiya ambazo zinatembelea nembo ya hukumu za malaika. Kwa nini mapepo wengi hawaji kwenye nyumba hizi za majini? Majini walihitaji wao kufanya kazi kivyao, wawashike watu wao. Kwa hiyo wa Afrika, hivi vitu vyote mnakuja kushikwa kwa sababu ya ndugu zenu waliokwisha shikwa. Nyie mkakubali misingi ya hawa ndugu zenu na walivyovikamata hawa viumbe, wakapitia ile lifti ya utu. Wewe ukikubali misingi ya Mwarabu
na Mwarabu alishashikwa na majini, majini yanakushikana wewe kwa sababu umeikubali misingi ya alokwisha shikwa na misingi. Ukikataa misingi ya Mwarabu ukarudi kwenye misingi ya kiutu, hivi viumbe vinakimbia. Ukikataa misingi ya mtu wa Ulaya ya kuabudu na mambo mbalimbali aliyokuletea ukarudi kwenye utu, haya mavitu yote yanakukimbia. Lakini ukisema Mwarabu ndo mstaarabu, kaniletea kitu hiki na kile, kakupa uabudu ukaabudu hapo, wewe moja kwa moja umevaa koti usilolijua. Hizi roho za kijini zinakukamatana wewe Mwafrika uliokubali mambo hayo. Kwa hiyo wewe ulioitwa Mwafrika, haya yote yanakuvaa ni kwa sababu tu ulipokea misingi ya kiutu usokuwa na elimu nayo. Ndo sababu ya haya yote kukujaa wewe. Ukimrudishia mtu wa Ulaya misingi yake na mazagalo yake na misalaba yake, utaona haya mambo yote kwenu yanaondoka, yanawarudia wao kule. Ukichukua tamaduni zote za Mwarabu na agenda zake na uabudu wake ukamrudishia tamaduni zake, utaona na hivi vitu vingine vyote vinavyowaathiri vyote vinaondoka, kwa sababu hawa viumbe waliseti ndani ya roho hizo. Nanyi mkikubali misingi ya watu wenzenu waliokwisha washika, na hizi roho zinawashikeni automatically bila nyie kuonana na vile viumbe tena. Niwashukuru ndugu wana hoja mbalimbali. Swala zima la fruti miniere kwa maana ya mapepo limekaa liko hivyo, na huo ndio ufasaha wake na ukweli wa mwanzo na mwisho. Asanteni.